Kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka amelalamikia ukiukaji wa haki anaosema uliendelezwa na serikali wakati wa chaguzi ndogo eneo la Mbeere Kaskazini na Malava, akibaini kuwa wataelekea mahakamani wiki ijayo kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Akizungumza katika kaunti ya Machakos, Kalonzo amebaini kuwa Rais Ruto alitumia wahuni pamoja na maafisa wa polisi kuwakandamiza baadhi ya wapiga kura, viongozi pamoja na maafisa wa tume ya IEBC kushawishi matokeo ya uchaguzi huo. Baada ya mwaniaji wa chama cha UDA Leonard Wamuthende kuibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa kiti cha ubunge uliofanyika katika eneo la Mbeere Kaskazini, kinara wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka amejitokeza na kumshutumu Rais William Ruto kwa madai kuwa aliwatumia wahuni kushawishi matokeo ya uchaguzi huo, akibaini kuwa viongozi wa upinzani wataelekea mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo mdogo. William Ruto knows that UDA did not win in Mbeere and UDA did not win in Malava. In several of those polling stations, ndio watafute hiyo namba Ruto alikuwa anataka, walikimbizwa and there was no vote tallying. Kwa hivyo hii ni wazi, and kama wakili Njero amesema, we are going to have a very clear, strong petition. Kalonzo akibaini kuwa wana ushahidi kuwa Rais Ruto aliwapigia simu maafisa wa polisi eneo hilo na kuwaelekeza wahakikishe Wamuthende anatangazwa mshindi, maafisa hao wakitumika kuwakandamiza maafisa wa IEBC. We have evidence kwamba yeye mwenyewe alipiga simu kwa OCS kwa kituo kimoja na kingine in Mbeere, akasema ni lazima yule mtu msijui Muthende lazima ashinde. Direct interference. Ni Ruto alitumia polisi kazi yao ni kusaidia wahuni. Yani wahuni ni sehemu, imekuwa wahuni ni sehemu ya polisi. Amepuzilia mbali madai ya Rais Ruto kuwa chaguzi hizo zilionyesha kuwa upinzani hauna ushawishi wowote kwa wananchi, akibaini kuwa ushindi wa wagombea wa vyama vya upinzani ni ishara tosha kuwa safari ya kumng'atua Rais Ruto mamlakani mwaka wa 2027 imeng'oa nanga. Ukiangalia collectively, kura ziliopigiwa upande wa upinzani ni nyingi zaidi kushinda zile za UDA. Kwa hivyo waache kujigamba. Hata hivyo, this journey has just begun. Yes, violence was used, intimidation was used, but just know your winners. Na hakuna kurudi nyuma. Haya yalijitokeza katika ibada ya shukrani baada ya mwaniaji wa Wiper Anthony Kisoi kutoa ushindi katika nafasi ya uwakilishi wadi wa Mumbuni Kaskazini. Viongozi wa Ukambani wanaoegemea upande wa serikali wakikashifiwa kwa kushirikiana na serikali. Tumechoka na kudharauliwa. You give it to us, we give it to you. Mkitupatia heshima, tutawapatia heshima. Mkitukosea heshima, hata sisi tuwakosea heshima. James Mwangi, Undugu TV.